na kifungu cha kwanza ni kauli yake al-haq tabaraka wa taala, Allahu la ilaha illa huwa. Tulikwisha kuzungumzia sehemu nyingi ambazo zinafungamana na tafsiri ya matamshi haya matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hususan lafdhi ya jalala ambalo ni jina lake tukufu Allah subhanahu jalla jalalu, Allah. Na kwa kumaliza mazungumzo hayo, tunasongea sasa hivi katika tamko la ilaha illa huwa. Kama tulivyo tafsiri wakati wa nyuma kwa kusema ya kwamba maana ya la ilaha illa huwa, maana yake hapana mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala alitumia dhamir huwa, ambayo tafsiri yake ni isipokuwa yeye. Na dhamiri hii hutumika kwenye Qur'an katika aya wakati ambapo itakuwa imetangulia katika Qur'an jina tukufu la Allah subhanahu wa ta'ala, kama hivi tunavyosoma katika katika ayatul kursi. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia la ilaha illa huwa. Maana ya kusema huwa, akimaanisha yeye, ambayo ni dhamir au ni mudhmar. Na mudhmari hii ikija katika Qur'ani huwa ni lazima kule nyuma kumetangulia tamko ambalo au jina ambalo linamaanisha huyu aliyekusudiwa katika dhamiri hii, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lafdhi au kwa maana. Katika aya hii tukufu Allah subhanahu wa ta'ala akatumia dhamiri ya huwa, kwa sababu nyuma kulitangulia Allah. Sasa huwa ni yeye ambaye ni huyo Allah aliyetajwa katika mwanzo wa aya hii. Nikisema hivi watu namaanisha ya kwamba kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an, tamko la huwa halitumiki peke yake, bali linakuja kumaanisha jina ambalo tayari limekwisha kutajwa, ambalo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Limetajwa kwa maana au limetajwa kwa lafdhi, na mara nyingi huwa limetajwa kwa lafdhi kama hivi katika aya hii. Hii kalima ambayo tumeitamka la ilaha illa Allah au la ilaha illa huwa ni kalima ambayo ni kubwa sana, na ni kalima nzito sana, na ni kalima iliyo na umuhimu mkubwa zaidi katika dunia hii yote kamili. Lakini kabla ya kutaja umuhimu wa kalima hii na utukufu wake na uzito wake, kisha kuja kueleza fadhila zake kwa mukhtasari, kwa sababu mazungumzo pia yanayohusiana na haya ni marefu. Kwa hakika wanazuoni wametunga vitabu kuhusiana na tamko hili peke yake. Kwanza tungerudi nyuma ili kujifunza na kuweza kuelewa ya kwamba kalima hii, kutokana na uzito wake na utukufu wake kama tulivyotaja, limetajwa ndani ya Qur'ani na limeishiriwa ndani ya Qur'ani kwa matamshi mbalimbali, ambayo matamshi haya unaweza kuyaita alqab, yani majina. Hili tamko la ilaha illa Allah au tamko la ilaha illa huwa limekaririwa ndani ya Qur'ani kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara analiishiria
kwa majina mbalimbali ili kulipa tamko hili au ibara hii utukufu mkubwa sana na kuipa ibara hii uzito mkubwa zaidi, kama tutakavyoona katika ibara zifuatazo. Hili tamko katika Uislamu kwanza kabisa linaitwa kalimatu at-tauhid. Hivi ndivyo ambavyo wengi wetu tunalifahamu tamko hili linalosema la ilaha illa Allah au la ilaha illa huwa. Tamko hili linaitwa kalimatu at-tauhid, yani kalima ya tauhidi au tamko la tauhid. Na ibara ya kalima hapa imetumika kwa njia ya balagha au kwa njia ya majazi, kwa sababu haya ni maneno wala sio neno moja. Lakini Waarabu wanao uslubu kwamba katika lugha yao na matumizi yao ya kilugha ya Kiarabu wanaweza wakati mwingine wakaishiria kwa maneno mengi zaidi ya neno moja na maneno mawili, wakayaita maneno hayo neno kutokana na uzito wake. Kwa hiyo hii la ilaha illa Allah ni maneno mengi. La ni tamko au neno, ilaha ni neno, illa ni neno, Allah neno, au huwa neno. Haya ni matamshi manne takriban, lakini tunaona kwamba linaitwa kalima, na kalima katika lugha ya Kiarabu ni neno moja. Lakini hii kama tulivyotaja, au huu ni uslub wa kilugha kwamba Waarabu wakati mwingine wanaishiria katika neno au wanatumia tamko neno, lakini wanamaanisha maneno kama hivi katika ibara hii. Kwa hiyo kalima hii kwanza kabisa laqab yake inaitwa katika Uislamu kalimatu at-tauhid. Na maana ya kuitwa kalimatu tauhid ni kwa sababu kalima hii ndio kalima ambayo inapelekea katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, yani kumfanya Mungu kuwa ni mmoja peke yake subhanahu wa ta'ala, wala hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa. Wako miungu wengi lakini hawastahili kuabudiwa. Anayestahili kuabudiwa ni huyu Mungu mmoja peke yake anaitwa Allah. Sasa ndio ikaitwa kalimatu tauhid. Na kalima hii limetoka katika nasi ya hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia kwenye hadith alladhi rawahu Muslim min hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bunya al-islamu ala 5, Uislamu umejengewa juu ya nguzo 5. Ya kwanza akasema Mtume alayhi salatu wasalam, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Sasa hii hadithi imekuja kwa riwaya nyingine inasema hivi, bunya al-islamu ala 5, kisha hii nguzo ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallama akaifasiri kwa ibara nyingine kwa kusema ala an yuwahhad Allah. Akatufundisha ya kwamba hii kalima ndiyo inaitwa kalimatu tauhid. Anayetamka la ilaha illa Allah huwa ametamka kalimatu tauhid. Ndio maana katika riwaya hii nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema ala an yuwahhada Allah, na riwaya zote mbili zipo katika sahih. Kwa hiyo hili ndilo kalima ambayo, au hili ndilo jina la kwanza ambalo linaitwa, kalima hii linapewa kwa kuitwa kalimatu at-tauhid. Na kalima hii ndiyo ambayo inamfanya Muislamu kuwa ni mwenye kumwahidi, yani kumfanya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja pekee. Hakuna anayestahili kuabudiwa kwa kusema na kwa kuishi Muislamu huyo katika maisha yake yote kwa muktadha wa yale aliyoyasema, kwa kuyasema na kuishi kwa muktadha wa yale aliyoyasema ya kwamba hakuna mola anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah jalla jalaluhu. Pili, kalima hii kadhalika inaitwa kalimatu al-ikhlas. La ilaha illa Allah au la ilaha illa huwa
inaitwa kadhalika kalimatu al-ikhlas. Hiyo ni laqab ya pili. Na asli ya kuitwa kalimatu al-ikhlas pia inatokana na Qur'ani tukufu. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika surati al-anbiya, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wama arsalna min qablika min rasul, na wala hatujawahi kutumiliza, yani kutuma kabla yako ewe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mitume tuliowatuma, min rasulin illa nuhi ilayhi, isipokuwa ya kwamba tunampa mtume huyo wahi, an la ilaha illa ana, ya kwamba hakuna mola anayestahiki kuabudiwa isipokuwa mimi, yani yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'buduni, fa'budun yani fa'buduni imekuja kwa mkato. Na hili tamko la fa'budun linapokuja katika siyaki ya hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa mimi, kwa hivyo mniabudu, maana yake mniabudu mimi peke yangu. Na hiyo ndio inaitwa katika lugha ya Uislamu na lugha ya sharia ikhlas. Ndio maana wanazuoni wanasema wa tafsiri, palipotumika kwenye Qur'ani tamko la fa'budun yani wahiduni, niabuduni mimi, yani niabuduni mimi peke yangu, yani simamisheni tauhidi kwa ajili yangu mimi peke yangu, na simamisheni ikhlas kwa ajili yangu mimi peke yangu. Kwa hiyo fa'budun yani muniabudu mimi kwa tauhidi na ikhlas, kama vile alivyosema Allah subhanahu katika suratul Bayyinah, imesomwa katika salatul maghrib leo raka ya kwanza, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin, wala hawakuamrishwa isipokuwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wapo katika ikhlas, kwa sababu ibada Allah subhanahu wa ta'ala haikubali, lazima iwe imesimama katika misingi ya ikhlas peke yake. Na maana ikhlas ni kwamba ibada hiyo imetekelezwa kwa ajili yake peke yake, wala sio kwa ajili ya mtu mwingine au kitu kingine au jambo lingine. Kwa hiyo fa'budun yani wahiduni, na kadhalika mufanye ibada yenu hiyo kwa ikhlasi, iwe ni kwa ajili yangu peke yake. Ndio kutokana na aya kama hizi na hii aya ya Bayyina na aya nyingine nyingi ndani ya Qur'ani, tamko hili la la ilaha illa huwa likaitwa pia kalimatu al-ikhlas. Vile vile kalima laqab ya tatu kadhalika ya tamko hili la ilaha illa huwa au la ilaha illa Allah linaitwa pia al-urwatu al-wuthqa. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'ani, kwa mfano suratul Baqara, hapa tulipo kwenye ayatul kursi, tukisongea mbele yake kidogo tu aya ifuatayo, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia la ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Basi yule ambaye atamkufuru taghut, taghut huwa kullu ma ubida min duni Allahi tabaraka wa taala wa huwa radhi, ni kila ambaye anayabudiwa pasina Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa yeye yupo radhi, hali ya kuwa yupo radhi. Ima amewalazimisha watu kumwabudu kama walivyofanya kina Firauni na kina Namrudh na wengineo ambao waliwatenza watu nguvu, waliwalazimisha watu kuwaabudu na kuwafanya wao kuwa ni Mungu, na wakatangaza hivyo na wakasimamisha vita vikali dhidi ya wale ambao hawakuwa tayari kuamini uungu wao na kukanusha uungu wao. Firauni akawa anatangaza ana rabbukumul a'la,
na kadhalika alitangaza alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin. Kwa hiyo anatangaza kwamba yeye ndiye Mungu na yeye ndiye bora anayestahili kuabudiwa, na tena juu yake anamfanyia Mungu ambaye ni Allah subhanahu jalla jalalu aliyemtuma mtume wake Musa alayhi salam pamoja na Haruna ndugu yake kuwa ni mitume, akawa anamfanyia istihza. Ya Haman ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa, ewe Hamana, hebu nijengee jengo liwe ni kama gorofa, niweze kupanda juu ya lile gorofa nimchungulie huyo Mungu ambaye Musa anasema kuwa ni Mungu wake. Istihzai na jeuri na kibri ya hali ya juu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwangamiza. Kwa hiyo Firaun alikuwa ni taghut, kwa sababu alidai uungu, na tena kudai huko kwake ni kwa kulazimisha, na kadhalika wale wengine ambao pia wanaabudiwa wao wakiwa radhi. Wote hawa wanaitwa tawaghit kwa jumla, ambao Muislam ameamrishwa kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an. Hawa tawaghit yani taghut wote hawa lazima awakufurishe, lazima aamini ya kwamba hawa tawaghit jamu ya taghut wote ni ukafiri, pamoja na tofauti zilizoko katika jinsi yao na katika kutokea kwao kwa namna mbalimbali. Kwa mfano, Iblis alikuwa ni taghut, na ndiye yeye kichwa cha tawaghiti wote ni Iblis al-la'in. Alafu kuna hawa ambao wametaka kuabudiwa min dunillah kama vile Firaun tulitaja, na kila ambacho kiliwekwa kuabudiwa min dunillah vinaingia katika jumla ya taghut. Kwa hiyo lazima Muislamu akufurishe taghut. Sasa yule ambaye atamkufurisha taghut, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil'urwati alwuthqa, Muislamu huyo atakayefanya hivyo atakuwa ameshikamana na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akafasiri neno al-urwati al-wuthqa la ilaha illa Allah. Huyo ndiye atakuwa hakika ameshikamana na la ilaha illa Allah pamoja na muktadha wake, kwa sababu la ilaha illa Allah sio kalima tuqal bilisani faqat, si tamko la kusemwa tu kwa mdomo au kutamkwa kwa ulimi, bali ni tamko ambalo hutamkwa kisha kukawa kuna maana ambayo lazima itekelezwe kwa muktadha wake. Kwa hiyo ambaye atamkufurisha taghut na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndiye hakika ambaye atakuwa amesimama katika msimamo wa la ilaha illa Allah, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuita ndani ya Qur'an al-urwati al-wuthqa. Kwa hiyo la ilaha illa Allah kwa tafsiri ya Ibn Abbas ndio al-urwati al-wuthqa, ambayo kwa lugha ya Kiswahili maana yake ni mashikilio yaliyodhabiti mno, mashikilio yaliyo na udhabiti mno. Atakayeshikilia atakayeshikana na mashikilio haya hatoweza katu kuvunjika au kukatika kutokana na haya aliyoshikilia. Yani ni mashikilio ambayo yule atakayeyashika hatokwenda kuachana nayo, wala hatoachana nayo vyovyote vile itakavyokuwa. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala mbele atuambia lan fisama laha, hakuna kukatika au kuvunjika kwa mashikilio hayo ambayo ni thabiti mno. Ndiyo maana anayeshikilia la ilaha illa Allah kwa dhati na kwa yaqini na kwa imani kamili, huwa kalima ile inampelekea anafika katika, anakuwa katika hali ya udhabiti mpaka anakufa na kalima hii. Kila kitu chini ya kalima hii kinakuwa kwake hakina maana wala hakina thamani. Muislam mbele ya la ilaha illa Allah, mambo mengine yote kwake ni duni, mpaka maisha yake pia yakiwa yatatolewa kwa ajili ya la ilaha illa Allah na yaende.
mali yake yakiwa atachukuliwa kwa ajili ya la ilaha illa Allah, yachukuliwe. Na kila kilichomo katika dunia hii hakiwezi kusimama katika thamani ya la ilaha illa Allah, kwa sababu ndio al-urwa al-wuthqa, ndio mashikamano ya nguvu zaidi. Anayeshikamana nayo la mfisama laha, hataweza kukatika nayo. Tutakuja kuelezea ibara hii kwa undani zaidi tukifika katika aya mbele. Kadhalika laqab ya 4 ya kalima hii ya la ilaha illa Allah ni kalima ambayo inaitwa katika Qur'ani al-ahdu, ndio ahadi. Allah subhanahu wa ta'ala ameita kalima hii ahadi. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika surati Taha, la yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Hakuna yoyote ambaye anamiliki shafa'a, hakuna kiumbe yoyote yule atakayekuwa ambaye anamiliki shafa'a, hasa vile viumbe ambavyo wasiokuwa waislamu na mushrikina wanaamini kwamba ndio miungu. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema viumbe hivyo na viumbe vingine hawamiliki shafa'a. Shafa'a maana yake ni utetezi, kutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana ya shafa'a. Kwa hiyo hakuna kiumbe ambacho kinamiliki shafa'a, na zaidi wale ambao na vile ambavyo vinaabudiwa kando na mbali na Allah subhanahu wa ta'ala hawamiliki pia wao shafa'a, utetezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ya kwamba hakuna Mungu yeyote mbali na Allah subhanahu anayeabudiwa ambaye siku ya kiyama atakuja kumtetea yule anayemwabudu, illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Shafa'a itakuwa peke yake kwa yule ambaye amesimama na ahda, amechukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ahadi. Na ahadi hii kaifasiri Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, akasema maana yake ni la ilaha illa Allah. Hii ni laqab nyingine ya la ilaha illa Allah au la ilaha illa huwa. Ni ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ndani ya Qur'an kwamba ndio itakayomwezesha Muislam kwenda kupata shafa'a na utetezi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa tunahitaja kama laqab, lakini mbeleni katika sehemu ya pili tutakapokuja kuelezea fadhaili na fawaid za la ilaha illa Allah, tutaona umuhimu wa la ilaha illa Allah zaidi katika upande wa shafa'a. Itakuja mbele tutahitaji inshallah. Kadhalika laqab nyingine katika laqab za la ilaha illa Allah au la ilaha illa huwa pia inaitwa ash-shahadatu bil haqqi. Ash-shahada bil haqq, hii kalima ya la ilaha illa Allah ndio ushahidi wa haki. Kalima hii ameita Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Ni laqab nyingine ya la ilaha illa huwa au la ilaha illa Allah ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika surati Zukhruf, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a, kama tulivyotaja katika hii aya iliyotangulia nyuma. Na wala hawa ambao wanaabudiwa pasina Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wote la yamlikuna shafa'a, wote hawamiliki utetezi mbele Allah subhanahu jalla jalaluhu. Hawatakuja siku ya kiyama kuwatetea hawa wanaoabudu au kuwasaidia kwa jambo lolote siku ya kiyama, bali wao pamoja na wale wanaoabudu wote watakwenda kuchomwa motoni. Wao wanaoabudu pamoja na vile vinavyoabudiwa na wale na vile wanavyoviabudu
vyote hivi vitachanganywa siku ya kiyama, vitakwenda kutiwa motoni vichomwe vyote. Yani mwenye kuabudu na kilichoabudiwa vyote vitakwenda kutoa motoni. Innakum wama ta'buduna min duni llahi hasabu jahannama, hakika yenu nyinyi enyi mushrikina na yale yote mnayoyaabudu kando na mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, mtakwenda kuwa ni kuni za motoni, mtakwenda kutiwa motoni nyote. Antum laha waridun law kana haula'i aliha ma waraduha. Sasa ilipoteremka aya hii, wale baadhi waliopewa vitabu waliona kama ambaye aya hii ndani yake walipata mahojiano ya kutoa ili kuleta i'tiradhi, yani objection, kuleta pingamizi na hukumu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika baadhi ya Mayahudi wale waliopewa vitabu, walikuwa na elimu kidogo, walipata kwenye aya hii ya kwamba kama ambaye kuna pingamizi wanaweza kuileta dhidi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadai ya kwamba ikiwa wanaoabudu na vinavyoabudiwa vyote vitakwenda kuchomwa motoni, basi hawa manasara si wapo baadhi yao waliokeuka na waliovunja na kutoka katika sheria na dini ya haki walioletewa na mtume wao Isa alayhi salam, ikawapelekea wakenda wakamwabudu Isa yeye mwenyewe alayhi salam. Je, kwa maana hiyo maana yake ni kwamba hata Isa pia aliyeabudiwa pia atakwenda kuingizwa motoni, kwa sababu wao na vile walivyoviabudu vitakwenda kutiwa motoni? Aya ndio inasema hivyo, innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Yakaja madai haya wakiona kwamba hii ni kama pingamizi, hii ni kama i'tiradhi wameileta juu ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kitambo ilikuwa Allah subhanahu jalla jalalu alikuwa anatambua ya kwamba i'tiradhi hii itakuja na maneno haya ya batili yatakuja, ili kuyatoa katika usawa maneno yake matukufu subhanahu wa ta'ala. Ndio maana pale mbele akayafunga maneno haya kwa kusema illa alladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun, hakika wale ambao wamekwisha kutanguliwa na neno letu jema, kwamba wao ni waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akina Isa bin Maryam waliabudiwa, lakini wao ni waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawajawaambia wale walioabudu tuabuduni, wala hawajawaambia waja wa Allah azza wa jalla kwamba wao ni miungu. Wao ni sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun, wao watakuwa mbali mno na huo moto wa jahannam, au watakwenda kuabudiwa. Kwa hiyo msidhani ya kwamba mumepata ya kuzungumza dhidi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kalima hii pia kadhalika inaitwa ash-shahada bil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi. Shafa'a na utetezi siku ya kiyama atakwenda kuipata yule ambaye alishuhudia shahada ya haki. Ma hiya shahada bil haqqi? La ilaha illa Allah, la ilaha illa huwa. Hii ndio ashahada bil haqqi. Atakayeamini hii shahada bil haqqi, atakayesimama nayo imara na akaishi kwa muktadha wa shahada hii, huyo ndiye ambaye atapata utetezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bila hivyo hakuna ambaye ataweza kupata nafasi hiyo ya shafa'a ikiwa itakuwa ametoka katika misingi na muktadha wa la ilaha illa Allah. Kadhalika kalima hii ya la ilaha illa Allah au illa huwa, miongoni mwa laqabi zake pia kwenye Qur'an inaitwa kalimatu at-taqwa.
kalimatu at-taqwa, kalima ya uchamungu, yani kalima inayopelekea katika uchamungu, ndio hii kalima ya la ilaha illa huwa. Haya yote tunayataja ili tuone utukufu na uzito wa ayatul kursi. Kwa nini ayatul kursi ni adhamu aya? Ni kwa ajili ya tuliyoyataja na haya ambayo bado tunaendelea kuyafafanua. Yote haya yapo katika la ilaha illa huwa peke yake. Pia kalima hii inaitwa kalimatu taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika surat al-Fath, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyata al-jahiliyah فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما كلمة التقوى أي لا إله إلا الله. يعني تفسير ابن عباس ya kalimati taqwa katika aya hii tukufu. Aya hii iliteremka katika munasaba wa sulhu ya Hudaybiyah. Mnafahamu tukio la Hudaybiyah lililotokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lile tukio ambalo alikwenda Mtume alayhi salatu wasalam baada ya kufunga safari kutoka Makka kuelekea Madina kuelekea Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra. Kufika Hudaybiyah akapiga kambi yeye na sahaba zake ili atoe taarifa Makka, kwa sababu Makka bado ilikuwa ni darul kufri, bado ni nyumba ya ukafiri, haijakombolewa na Waislamu ili iwe darul islam kama vile Madina. Bado ipo chini ya mamlaka, chini ya nguvu na ubepari wa Makureishi. Kwa hiyo akaja kwa amani na kwa busara, akatuma wajumbe akina Uthman bin Affan wende wakapeleke taarifa kule Makka, wawaambie ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo Hudaybiyah, ametoka Madina yeye na baadhi ya sahaba zake, anataka kuja Makka hapa kufanya ibada yake ya umra, amalize arudi zake Madina kwa amani na kwa usalama, bila ya vita na bila ya uchochezi wowote. Watu wa Makka wakatuma ujumbe wao baada ya kukaa na wao kule vikao vyao vya ukafiri. Wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia Mtume alayhi salatu wasalam na wakamsomea yale masharti yao ambayo waliokubaliana. Miongoni mwa walioyataja ni kwamba Mtume alayhi salatu wasalam mwaka ule ilikuwa ni lazima arudi Madina. Hakupewa ruhusa ya kuingia Makka kufanya umra, na akitaka kufanya umra ni aje mwaka ujao. Tukio hili pamoja na matukio mengine yaliyotangulia nyuma ya kufari Makka, makafiri wa Makka, ni matukio, ni mambo ambayo Makureishi wa Makka waliyafanya kutokamana na hasira zao nyingi walizokuwa nazo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio hizi hasira ambazo Allah subhanahu wa ta'ala akazitaja, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya hamiyata aljahiliya, hasira za ujinga walizokuwa nazo watu wa ukafiri. Lakini Waislam, Allah subhanahu wa ta'ala, waumini na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika matukio haya na matukio mengi yaliyotokea nyuma, akawateremshia utulivu, sakina kwa mtume wake na pamoja na waumini, wa alzamahum kalimata taqwa, na akawafungamanisha
Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wake pamoja na waumini, na kalima ya la ilaha illa Allah, wakasimama pale katika kalima hii imara. Kalima hii ikawapelekea kuwa na ucha Mungu zaidi na kuwa na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na zaidi, na wao ndio walikuwa na haki zaidi na ya kupata utukufu wa kalima hii na uzito wa kalima hii. Wakanu ahqa biha wa ahlaha. Kwa hiyo hii ni laqab nyingine ya kalima hii, kama alivyofasiri Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba kalima hii pia katika Qur'an iliitwa kalimatu at-taqwa, ambayo ni la ilaha illa Allah au la ilaha illa huwa. Na hakika ukiangalia kalima hii, anayesimama nayo na anayeishi nayo kalima hii katika muktadha wa maisha yake akaitekeleza, ni kalima ambayo hakika inampelekea katika uchaji Mungu wa hali ya juu. Laqab nyingine ya la ilaha illa Allah au la ilaha illa huwa ni kuwa imeitwa kalima hii katika Qur'an kadhalika al-kalimatu at-tayyiba. Hii kalima ya la ilaha illa Allah kwenye Qur'ani pia ni kalima ambayo inaitwa lile tamko lilo zuri. Al-kalimatu at-tayyiba kwa taarifu, lile tamko lililo zuri mno, maana ni tamko ambalo tayari lajulikana. Ushahidi wa laqab na ushahidi wa jina hili kwenye Qur'an ni ule mfano ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja kwenye Qur'ani katika surati Ibrahim. قال الحق تبارك وتعالى وضرب الله مثلا كلمة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، je hujatambua na kujua juu ya ule mfano ambao ameupiga Allah subhanahu wa ta'ala wa neno kalima. Tulitangulia kule mwanzo wa maneno wa kusema katika ibara ya lugha ya Kiarabu maneno yanaweza kuitwa neno moja. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala maneno haya ameyaita neno moja. Sasa nayapigia mfano kalimatan tayyibatan, mfano wa lile neno zuri. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yule tena akafasiri neno hili akasema neno hili ni neno la la ilaha illa Allah. Mfano wa kalima tayyiba kashajaratin tayyibatin, ni kama mfano wake ni mfano wa mti ulio mzuri mno. Na mfano wa mti ulio mzuri mno maana yake amefasiri pia Ibn Abbas ni mu'min. Kwa hiyo kalima tayyiba mfano wake maana yake ni la ilaha illa Allah, na shajaratin tayyibatin ni mfano aliopigiwa mu'min. Asluha thabit, mti ambao asili yake na mizizi yake imejidhibiti chini kwenye ardhi. Ni mti uliokita ambao hautingisiki wala hauna kuyumba yumba, ulio na asli wa nguvu, ulio na asli wa uliokita kwenye ardhi thabit. Wa faruha fi samaa, na vitagaa vyake vimepaa juu mno kwenda juu mbinguni, kwa maana kwamba ni mti mrefu na unaotoa mazao mengi, mazao mazuri, kama vile mfano wa mti wa mtende ndio mfano wake. Mti uliokita chini, unapokuja upepo na unapotingishikwa unapotingiswa
mti ule unakita vile vile, unakaa imara, umesimama imara, wakati juu katika vitaga vyake mti huu unatoa matunda ambayo watu wananufaika nayo katika kila msimu unapokuja. Kwa hiyo mfano huu Allah subhanahu wa ta'ala umepiga kwenye Qur'an kwa kuishiria katika hivi vitu viwili kimaana. Mfano wa kalima tayyiba ni mfano wa la ilaha illa Allah, na ndio makusudio yake, na mfano wa shajara tayyiba ni mfano wa mu'min, na ndio makusudio yake kwamba ni mu'min. Na kama tunavyoelewa alaka kubwa iliyoko baina ya kalima tayyiba na shajara tayyiba, shajara tayyiba akiwa ni mu'min na kalima tayyiba ikiwa ni la ilaha illa Allah, hivi ni vitu viwili ambavyo vimeoana na vimeshikana imara kabisa. Na mu'min ndivyo alivyo. Akiwa ameshikana na la ilaha illa Allah, tunawakumbusheni al-urwatil wuthqa, mashikilio yaliyojidhibiti, la mfisama laha, ambayo hayakatiki wala hayavunjiki. Ndio hivi ambavyo Allah azza wa jalla amepiga mfano wa shajara tayyiba asluha thabit wa far'uha fi samaa. Huyo ni muumini aliyeshikamana au aliyesimama imara na la ilaha illa Allah, atingisiki. Imani yake ipo imara, amekita kama ulivyokita ule mti uliokwenda chini, mizizi yake ikashika chini kabisa kwenye ardhi, upepo uje utakavyokuja mti ule uko pale pale. Na isitoshe umepaa juu pia, unaonekana, upo dhahiri na unatoa matunda yake. Tuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, ni mti unaotoa matunda yake kila wasaa kwa idhni ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Vile vile muumini na yeye pia ana matunda ambayo anayatoa, na matunda haya ni matunda ya al-amali salih. Imani ikishaingia kwenye mti, na ndio yale maji yanayonyunyizwa kwenye mti ukakuwa unatoa amal salih, matunda, unatoa matunda mazuri, unatoa faida nzuri. Na ndivyo alivyo Muislamu, kupitia kwa amali yake nzuri anakuwa ni Muislamu mwenye faida. Na hii haipatikaniwi isipokuwa kwa yule Muislamu aliyesimama imara na kujidhibiti chini ya mwavuli wa la ilaha illa Allah, la ilaha illa huwa. Kinyume chake ni kalima khabitha. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Tamko lingine ambalo pia ni katika alqab na matamshi yanayopewa ibara ya inayopewa kwa ibara ya la ilaha illa Allah, au yanayopewa kwa tamko la la ilaha illa Allah au la ilaha illa huwa, ni alqawlu athabit. Jina lingine la la ilaha illa Allah ni alqawlu thabit kwenye Qur'an. Hapa kwenye surati Ibrahim, mbele ya hizi aya tulizozisoma, mbele yake kidogo tu Allah subhanahu wa ta'ala atuambia يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا وذبتي wale walioamini بالقول الثابت وقول إليه ثابت في الحياة الدنيا, hapa katika maisha ya duniani, wa fil akhirah, na katika akhirah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma vile vile akafasiri tamko la alqawl athabit, qal ay la ilaha illa Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana hii anawathibitisha wale walioamini katika dunia hii kwa la ilaha illa Allah. Hiyo ni kauli thabit, hasa katika maisha ya dunia. Maisha ya duniani hapa Muislamu anathibitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa la ilaha illa Allah, ndio anaoishi nayo, ndio msingi wa maisha yake, ndio mwelekeo wa maisha yake, na ndio mwongozo wa maisha ya Muislamu yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Natakiwa Muislamu kuanzia siku ile anapopata fahamu ya kuelewa mambo na kuelewa dunia na kufahamu ya kwamba ameletwa katika dunia hii kwa malengo, kuanzia wakati huo Muislamu anaanza kufahamu maana ya la ilaha illa Allah na kuishi nayo. Sasa akiwa hivyo, Allah azza wa jalla Muislamu huyo humpa thabati, na humpa thabati kupitia kwa hiyo kauli, kwa sababu ni kauli thabit. Kauli yenyewe ni kauli thabit kwa ile maana iliyotangulia nyuma, bil urwati alwuthqa la infisama laha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawathibitisha waja wake waumini ambao wametamka kauli hii hapa katika maisha ya dunia. Muislamu akishaishi duniani hapa kwa kalima hii ya la ilaha illa Allah mpaka kufa kwake amesimama katika kauli thabit. Siku imefika ajali yake ya kuelekea kaburini. Huko kaburini pia Allah azza wa jalla bado anaendelea kumdhibiti, bado anaendelea kumpa thabat kuwa amekita katika imani yake na kukita katika hii kauli thabit ya la ilaha illa Allah. Kaburini kuna maswali yatakwenda kuulizwa: man rabbuka, ma dinuka, wama man nabiyuka. Huko pia ndio mwanzo wa safari ya akhira. Pia Allah azza wa jalla atampa kauli thabit, na hiyo imekuja katika tafsiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Bara bin Azib, hadithi marfu'. Kwa hiyo ikakusanyika katika aya hii moja ya kwamba Muislamu anapata kauli thabiti duniani kwa la ilaha illa Allah, ambayo inamwezesha kauli hii thabiti anapoingia katika safari yake ya kwanza ya akhira. Mwanzo wa safari ya akhira ni marhala ya kwanza, marhala ya barzakh. Barzakh ndio ula mahatta min mahattati al-akhirah. Kituo cha kwanza cha akhira ni barzakh, mwanzo wa safari ya akhira. Aliyekufa akhira yake ishaanza kupitia kwa barzakhi. Akiwa kule barzakh, yeye yupo katika maisha mengine ambayo ni mwanzo wa akhira yake, paka ifike ile siku anayojua Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Itoke amri ya Allah subhanahu wa ta'ala apewe Israfil ya kupuliza kwenye lile baragumu, watu wote wafe, kupulizwe tena. Sasa watu wote wafufuke waliokuwa wamekufa mwanzo na hawa watakaokufa sasa mara ya pili kwa lile baragumu. Fa idhahum qiyamun yanzuruna, ukitahamaka unawaona sasa viumbe vyote vimesimama wanatizama. Kisha huko kwenye akhira tena Allah subhanahu wa ta'ala ende akawathibitishe, akawape thabat waja wake ambao hapa duniani walikuwa wamesimama imara na kalima ya la ilaha illa Allah. Allahumma ij'alna minhum ya rabbal alamin. Kwa hiyo haya tuliyoyataja katika alqab, takriban laqab labda 7 au 8, zote hizi katika Qur'an na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, hizi ni alqabi za kalimati tauhid la ilaha illa Allah au la ilaha illa huwa, kuonesha utukufu wa kalima hii na kuonesha uzito wa kalima hii, kwamba Allah azza wa jalla ameishiria ndani ya Qur'ani kwa majina haya yote na kwa matamshi haya yote, akimaanisha hili tamko lake la ilaha illa huwa. Tuje sasa katika sehemu ya pili ambayo tutazungumzia fadhail ya la ilaha illa huwa kama zilivyokuja kwenye Qur'an na hadithi za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
kalima ya ikhlas au kalimatu tauhid ni kalima iliyo na fadhail nyingi sana zilizothubutu katika Qur'an na nyingi zaidi katika mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni mada yaliyo muhimu au ni masala yaliyo na umuhimu na uzito mkubwa kwa Muislamu kuelewa fadhila na faida za hii kalima ya la ilaha illa Allah au illa huwa, kama ilivyokuja kwenye ayatul kursi, ili tujenge katika fahamu zetu ya kwamba ni kalima iliyo tukufu zaidi katika maisha ya Muislamu. Mpaka wanazuoni kama tulivyotangulia nyuma wakatunga baadhi yao vitabu vinavyozungumzia kalima hii kwa undani na kwa kina zaidi, kwa adilla na ushahidi mwingi wa kutosha, na kuja paka kuelezea pia fadhaili hizi kwa kirefu zaidi. Haya ambayo tutataja sisi katika darasa ya leo huenda tusimalize, tukabakisha kidogo, tukaja tukakamilisha kidogo inshallah katika darasa ijayo, lakini bado itakuwa tujakamilisha fadhaili za kalima hii ya la ilaha illa Allah. Zipo nyingi. Kwa mfano mwanachuoni al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala katunga kitabu akalipa jina au anwani ya kalimatul ikhlas. Hii kalima la ilaha illa Allah, ana kitabu risala ambayo ameandika nzuri inayozungumzia tamko hili, maana yake, makusudio yake, umuhimu wake, mpaka kuja kumalizia na fadhaili zake nyingi. Kitabu kimechapishwa, kipo katika maktabat, na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala akakifanyia kazi kubwa kitabu hiki kwa kukifanyia takhrij hadithi zake zote, ili kuweza kuzikagua zile hadithi zilizomo katika kitabu hiki, upande wa kusihi kwa hadithi hizi na kutosihi. Kwa mwanachuoni kama huyu anayejulikana uzito wake na kiwango chake cha elimu katika hadithi, kushughulikia kitabu na risala kama hii tayari inakupa fikra ya kwamba ni miongoni mwa vitabu muhimu ambavyo Muislam akipata nafasi anatakiwa kukisoma. Kwa hiyo mengi zaidi hapo katika kitabu kama hicho kama nilivyotaja, lakini hapa tunataja kwa mukhtasari tu baadhi ya fadhail. Fadhila ya kwanza katika fadhail ya la ilaha illa Allah annaha a'la shu'ba min shu'ab al-iman, afdal shu'ba min shu'ab al-iman. La ilaha illa Allah ndicho kigawanyo kilicho bora zaidi katika vigawanyo vyote vya imani. La ilaha illa Allah ndicho kigawanyo kilicho bora zaidi katika vigawanyo vyote vya imani. Imethubutu katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadith ya Abi Huraira alipokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim, ya kwamba imani imegawanyika katika vigawanyo vingi. Riwaya ya Imam Muslim, al-iman bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna shu'ba, imani ni vigawanyo 70 na kitu au 60 na kitu. Riwaya ya Bukhari bid'un wa sittuna shu'ba, ni vigawanyo 60 na kitu, 72, 73 kuendelea mpaka 79. Vyote hivyo ni vigawanyo vya imani. Kisha akatuambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdaluha la ilaha illa Allah, yani a'laha, kigawanyo kilicho juu zaidi, kilicho bora zaidi katika vigawanyo vyote hivyo vya iman, juu kabisa ni kigawanyo cha la ilaha illa Allah. Hii inakupa
fadhila ya kwanza katika fadhail ya la ilaha illa Allah, chini kigawanyo cha chini kabisa, kilicho kule chini kabisa, adnaha imatatul adha ani tariqi, ni kule muislamu muumini kuondoa udhia njiani. Hicho pia ni kigawanyo cha imani, kipo chini. Wala muislamu asije kaona ni jambo halina maana au halina umuhimu, bali ni jambo ambalo muislamu akilifanya ameingia katika moja katika shu'abi al-iman. Fadhila ya pili ya tamko hili la la ilaha illa Allah ni kwamba hiya thaman aljanna, hii kalima ni thamani ya pepo, liman shahida biha, kwa yule atakayeshuhudia kalima hii. Ni thamani ya pepo kwa yule atakayeshuhudia kalima hii. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abdullah ibn Umar, rawahu al-Bazzar wa at-Tabarani bi isnad hasan hasanahu al-Albani wa ghayruhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shahida an la ilaha illa Allah dakhala al-janna, atakayeshuhudia ya kwamba hakuna mola anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ataingia peponi. Kwa hiyo kalima hii kwa matamshi aliyoyatumia Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali kwenye risala yake ya Kalimatul Ikhlas, amesema hii kalima ndiyo thamani ya kuingia peponi. Atakayeshuhudia ya kwamba hakuna mola anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu jalla jalaluhu, basi huyo kashaingia peponi, na hiyo ndiyo thamani yake ya kuingia peponi. Dakhala aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi kuingia peponi. Fadhila ya tatu, hadhihi alkalima thaman aljanna liman kanat akhiru kalamihi. Kalima hii vile vile ni thamani ya pepo kwa yule ambaye itakuwa kalima hii ndiyo kalima yake ya mwisho. Yule ambaye itakuwa kalima hii ndiyo kalima yake ya mwisho, basi pia Allah subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake hii sahih ametaja kwamba pia ni mtu au ataingia peponi kwa thamani ya kalima hii, ikiwa ndiyo kalima yake ya mwisho. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, hadithi ambayo amesahihisha kadhalika Sheikh Al-Albani rahimahullah katika Sahih Al-Jami'. Man kana akhiru kalamihi, yule ambaye maneno yake au neno lake la mwisho au maneno yake ya mwisho ya kuondoka duniani yakawa ni la ilaha illa Allah, ndio matamshi yake ya mwisho hayo ya kuondoka duniani, dakhala aljanna, huyo pia ataingia peponi. Kwa hiyo ni thamani ya kuingia peponi kwa kalima hii kwa yule ambaye itakuwa kalima hii kwake ndiyo kalima ya mwisho. Kadhalika katika fadhila ya la ilaha illa Allah, annaha munjiyatun minan nar, ni kwamba kalima hii ni yenye kumwokoa Muislamu kutokana na moto wa Jahannam. Hadithi ya Itban bin Malik radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, rawahu ash-Shaykhan, ya kuwa Mtume wetu alayhi salatu wasalam amesema, mja ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na kalima hii, akiwa yusema wa huwa yaqulu la ilaha illa Allah yabtaghi bihi wajha Allah, amesema tamko hili hali ya kuwa yuwataka wajha Allahi, yani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo wamesema kalima hii. Hakusema kwa sababu nyingine yoyote au kwa lengo lingine lolote au kwa makusudio mengine yoyote. Qala alayhi salatu wasalam, harrama Allahu alayhi an-nar,
mja huyo Allah subhanahu wa ta'ala atamharamishia kuingia motoni kwa hii kalima ya la ilaha illa Allah. lan yuwaffi 'abdun yaqulu la ilaha illa Allah yabtaghi bihi wajha Allah illa harrama Allahu alayhi an-nar. Ndio wanazuoni kama vile al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala akaita kwamba kalima hii ni kalima ambayo ni munjia minan nar au hiya an-najah minan nar, ni kalima ambayo inamkinga na kumlinda muislamu kutokana na moto wa jahannam. Hizi ni fadhail nne tumezitaja na tumewacha zingine nyingi ambazo inshallah taala katika darasa ijayo tutakuja kukamilisha. Ja'alani Allahu wa iyyakum min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni An-Nisaa TV.